Unapoota ndoto inakuanga ni vizuri sana hiyo ndoto ukaiandika, maana ndoto zinakuanga na tabia ya kupotea. Nadhani umewahi kuota ndoto wakati fulani, lakini ile ndoto ukashangaa kwamba hauwezi ukaikumbuka tena. Nebukadneza kwenye kile kitabu cha Danieli mlango wa pili aliota ndoto lakini akaisahau. Maandiko yasema ya kwamba akawaita waganga, wachawi, wasihiri, wakaridayo ili wamtafsirie ile ndoto, lakini wamwambie aliota nini, maana aliota ndoto na akaisahau. Kwa hivyo ndoto inakuanga na tabia ya kupotea, unaiota lakini unaisahau. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu mlango 20 na mstari wa 8, maandiko yasema ataruka mfano wa ndoto asionekane, naam, atafukuzwa kama maono ya usiku. Kumbe ndoto ina tabia ya kurukaruka, yani ya kupotea. Umeota lakini huwezi ukakumbuka, ukiamka asubuhi huwezi ukakumbuka ni nini ambacho umeota. Kuna watu wengine pia wakiwa katika ulimwengu wa kiroho wanaoteshwa ndoto, yani roho zao zikichukuliwa zikapelekwa katika ulimwengu wa kiroho, lakini hapo hapo unashangaa kwamba huyu mtu anajaribu kuangalia ni nini ambacho alikuwa anakiota. Kumbe kwa sababu kwa nini ndoto unaweza ukaiota na ukaisahau, ni kwa sababu kuna tofauti ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Vitu zile ambazo ziko katika ulimwengu wa kiroho ni tofauti na zile ziko katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana utaona kwamba Nebukadneza anaota kuhusiana na sanamu, lakini kumbe ile sanamu anapoota kuhusiana na sanamu kwenye kile kitabu cha Danieli mlango wa pili, anaota kuhusiana na ufalme wake na hajui. Danieli anaota kuhusiana na wanyama wanatoka kwenye bahari, lakini wale wanyama kumbe walikuwa ni ufalme ambao unaongelewa pale. Mambo yanayotokea katika ulimwengu wa kiroho yanakuanga ni tofauti na mambo katika ulimwengu wa kimwili. Kiufupi, ndoto inakuanga ni mafumbo. Ndio maana mara zingine unaweza usielewe, lakini pia ukaisahau, kwa sababu namna vile uliota ni vitu ambavyo hata havielezeki kwa namna ya kibinadamu. Lazima uingie katika roho sasa, uanze kuitranslate ile ndoto kwamba ni nini ambacho ulichokiota, na Roho Mtakatifu wa Bwana akakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utajuaje kwamba ile ndoto umeota ni ndoto ya Mungu ama ni ndoto ya shetani? Maana maandiko yasema kwamba walipoenda kulala akaja adui akapanda mangungu, kwamba umepanda mbegu nzuri, lakini adui anakuja baadaye anapanda mangungu. Kwenye hiyo ndoto ya Mungu, shetani anaweza akaja akapanda ndoto yake hapo hapo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mara zingine ukiota ndoto unaweza ukaona kwamba umeota ndoto nzuri, lakini baadaye ukaota ndoto ingine mbaya, ukauliza utafanya nini? Kile ambacho unafaa kujua ni kwamba kama utaota ndoto ambayo ile ndoto inakuelekeza kwenye kuiba, kuharibu na kuua, ujue kwamba ile ndoto iko na chanzo cha shetani, maana kazi ya shetani ndio hizo. Lakini kama utaota ndoto ambayo baadaye hata kama ni mbaya lakini iko na manufaa, inakupa mawazo mazuri, inakupa mambo mazuri. Ndio maana kitabu cha Yeremia 29:11 nasema, na yajua mawazo ninayokuwazia ya mema na si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku za mwisho. Hata kama ile ndoto itakuwa ni mbaya, lakini ukiangalia mwisho wa ile ndoto utaona kwamba itakupa mema. Hapo ndio utajua kwamba ile ndoto ambayo umeiota imetokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni njia za kutofautisha tu, unaipima kwa neno la Mungu, na kama ni ndoto mbaya ambayo umeota unafaa uikemee na uifute. Maana nimekuambia ndoto ni baana ya mambo yanayotokea katika ulimwengu wa kiroho ambao baadaye yatatokea katika ulimwengu wa kimwili. Ndoto ni signature, ni sahihi ya kusema kwamba hili jambo tumethibitisha katika ulimwengu wa kiroho na tunangojea sasa ikuje kutokea katika ulimwengu wa kimwili. Maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 6 mstari wa 63, maandiko yanasema kwamba roho ndio itia uzima, mwili haufai kitu.
Anasema maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hivyo spirit ama roho ndio inayotia uzima. Roho ndio inafanya mambo yatokee katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hivyo ukiona yanatokea katika ulimwengu wa kiroho, ujue kwamba ni bila shaka ni swala tu la muda, lakini atakuja kutokea katika ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna umuhimu baada ya kuwa umeota ndoto ukaiangalia ile ndoto kwamba hii ndoto imetoka wapi, chanzo chake ni wapi. Kama ni kwa shetani, maandiko yasema kila pando asiyolipanda Mungu wa mbinguni litang'olewa. Lazima uanze kuing'oa, lazima uanze kuifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Maandiko yasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kwa ya kutustahili hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena na akaingogomea msalabani. Shetani anaweza akaandika hati, akatamka maneno katika ulimwengu wa kiroho kupitia kwa watumishi wake ambao ni wachawi, waganga na maadui zako. Lakini kama utafuta kwa damu ya Yesu Kristo, yale maneno yakaja kutokea kwenye maisha yako. Ndio maana Paulo anasema kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 6 na mstari wa ngapi? Mstari wa 12. Anasema kwa hivyo twaeni silaha mkapate kushindana siku ya uovu. Ile siku ya uovu inapangangwa wakati mwingine, wakati ule umelala. Unapangiwa mabaya lakini unakosa kuyapangua hayo mabaya. Unapangiwa katika ndoto na Mungu anakuonyesha kabisa, lakini unakosa kupangua yale mambo. Maana utakuwa ujali, unaona kwamba hii ni ndoto tu. Hicho ambacho unachokiona kama ni ndoto, katika ulimwengu wa kiroho wanaona signature. Wanaona uhalisia wa mambo. Wanaona tayari wameshamaliza kazi yao na wanangojea katika ulimwengu wa kiroho yadhihirike. Maana roho ndio itia uzima na mwili haufai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapoota ndoto, lazima jambo la kwanza uliangalia hili ndoto imetoka kwa Mungu ama chanzo chake shetani ndiye ameipanda. Na kuanzia pale ndio utajua kama ni ya kung'oa, kama ni ya shetani unaing'oa, kama ni ya Mungu uhakikishe kwamba umeiombea ndio itokee vile vile, maana Mungu anakuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wengi wanaota ndoto, na nimesema kwamba wakishaota ile ndoto wanakosa kuiandika. Mwisho wake unashangaa kwamba ile ndoto inapotea tu kwa ghafla na hawezi kukumbuka kile ambacho walichokiota. Nataka tusome kwenye kile kitabu cha Habakuki mlango wa 2. Kitabu cha Habakuki mlango wa 2 na mstari wa 2. Habakuki ni minor prophet. Anasema hivi. Anasema Bwana akanijibu akasema, iandike jozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana jozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kuufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia, ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Habakuki, maandiko yanasema ya kwamba alisimama kwenye zamu yake. Ukisoma kwenye ile mstari wa kwanza, hicho kitabu cha Habakuki mlango wa 2 mstari wa kwanza, sema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaoniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Habakuki amejiweka kwenye position ya kupata majibu kutoka kwa Mungu. Na Mungu alichokifanya, alimuonyesha jozi, alimtokea kwenye ndoto na akamwambia iandike njozi hii, iandike ndoto hii, kwa sababu ni kwa wakati ulioamriwa. Anamwambia inaweza ikachelewa, lakini inaenda kwa upesi ili ifikie wakati wake. Kuna ndoto zingine ambazo utaota si kwa sababu ya vitu vilivyopita, lakini kwa vitu ambavyo vitakuja baadaye. Hiyo ndoto inakuanga ni lazima uiandike mahali, maana usipoiandika utakuja kuisahau. Sababu kubwa kwa nini wana wa Israeli walitoka katika nchi ya Babeli kwa wakati, utumwa wa Babeli kwa wakati, kwa sababu Yeremia alipopata ujumbe wa Mungu aliuandika mahali. Danieli akasoma akaona wakati huu ndio tunafaa kutoka kwenye utumwa.
akaomba, wakatoka. Kwenye kile kitabu cha Danieli mlango wa 9 na mlango wa 10 pale. Bwana Yesu